Naam, hii ni breaking news inayomhusu makamu wa rais Dr. Emmanuel John Nchimbi kujiuzuru katika kiti chake na kusomea barua aliyomwandikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo imeandikwa kwamba taarifa kwa umma. Leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kwenye mabano 2C ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149 kwenye mabano 2 ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko. Hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee nashukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote niliokuwa katika utumishi wa umma. Nahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Imeandikwa na Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Agosti 25, 2026. Naam, hii ni barua ya wazi ya kujiuzuru kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, ambapo nimeona masaa machache yaliyopita ikipostiwa na wanaharakati, lakini pia na wanasiasa mbalimbali na baadhi ya wanahabari za kisiasa hapa nchini Tanzania. Emmanuel Nchimbi kujiuzuru kwenye makamu wa rais. Bila shaka yale maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa na baadhi ya wanaharakati yameanza kudhihirika wazi. Kumbe ni kweli inawezekana Emmanuel Nchimbi kashinikizwa kujiuzuru katika nafasi yake. Lakini kwenye comment hapa watu wameshuka na kuandika jumbe nzito. Wao wameandika kwamba hawa jamaa wanatuchezea sana ise. Mwingine ameandika kwamba watajua wenyewe, kwani wana msaada wowote hawa. Mwingine ameandika kwamba huu sio mchezo kweli. Mwingine ameandika kwamba watoto wa mjini wanasema kaacha ndara. Mwingine amesema kwamba twaha ni kweli, kama kweli tuko pazuri sasa. Mwingine ameandika kwamba kama ni kweli Mungu tusaidie. Mwingine ameandika kwamba mbona kama vile ni propaganda. Huyu mwingine ameandika kwamba nashindwa kuelewa kabisa. Huyu mwingine ameandika kwamba kama itatokea makamu wa rais kajiuzuru nafasi yake itakuwa wazi kwa mujibu wa ibara ya 52C, kisha kwa mujibu wa ibara ya 50 kwenye mabano 4, rais atatakiwa kuteua mtu mwingine kuwa makamu wa rais ndani ya siku 14 tangu nafasi hiyo kuwa wazi. Uteuzi huo utatakiwa kuthibitishwa na bunge kwa kura ya wengi wa wabunge, kwa kura ya wengi wa wabunge, na baada ya kuthibitishwa makamu wa rais mpya kuanza rasmi majukumu yake baada ya kuapishwa kwa mujibu wa ibara ya 48 kwenye mabano 2. Mwingine ameandika kwamba Mungu wetu uliye hai, endelea kutusimamia na wenye haki wako. Mwingine ameandika kwamba kazi ipo kweli kweli. Huyu kaandika kwamba ni ngumu sana kumwamini mwanasiasa. Hizi ni swaga tu, wazalendo tunajitahidi tunahitaji katiba mpya. Na huyu amesema kwamba huyu kaandikiwa barua kama alivyoandikiwa Bwana Job Ndugai.
Mwingine ameandika kwamba ndani ntiti nje ntiti. Huyo kaandika kwamba kete ya 2030 inasukwa. Mwingine ameandika kwamba nimeumia sana kama imefika mahali mtu akisema ukweli anakuwa Yuda. Taifa tunaelekea wapi? Mwingine ameandika kwamba upepo unaendelea kuvuma mpaka pale kila mtu atakapojua namna haki ndivyo msingi wa amani na mshikamano wa taifa letu, bila kuzingatia tofauti zetu za kidini, ukabila, kisiasa, mtazamo tofauti ya kila mtu juu ya nchi yetu. Wote watabishana kwa hoja na kubaki katika msingi ya kiutamaduni wetu bila hofu yoyote. Kupenda Tanzania, naipenda Tanzania yangu. Mwingine ameandika kwamba mchezo kwa ajili ya mwaka 2030. Huyu kaandika kwamba kama kweli wa Tanzania tumeisha, kaweka emoji za kulia. Huyu kaandika kwamba hapo anapandishwa Makonda. Mwingine kasema kwamba mtandao wana nguvu mno, silaha ni wananchi tu, wameshinda kila kona, polisi, jeshi, usalama, mahakama, Simba na Yanga, magereza, kila kona wapo. Mwingine ameandika kwamba atajua mwenyewe, tuko bize na Moi 29, maandamano ya nchi nzima. Huyo kaandika kwamba hii ni michezo bado 2030 anagombea hapo ili aonekane wa maana. Huyu mwingine ameandika kwamba kuna namna naona kama kile ambacho kinasemwa sayansi ya siasa, na itazama kama kuleta maliziano kwamba atoke nje afanye joini na upinzani. Mwingine ameandika kwamba tunaelekea wapi wa Tanzania, na huyo ameandika kwamba ya kweli hayo au akaishia hapo. Na huyu mwingine amesema kwamba lolote liwapate ma-CCM wote. Mwingine kaweka emoji za kucheka na emoji za moto, na huyo kaandika kwamba nchi yetu jamani inaelekea wapi? Huyo ameandika kwamba yupo chini ya ulinzi huyo Suni wanamdugai. Mwingine anaandika kwamba tumeanza kuona panapovuja. Na huyo kaandika kwamba ujue na kuamini kuliko unavyojua. Twaha Mwaipaya. Mwingine anaandika kwamba hiyo barua wameandika wenyewe tu kumuondoa kinguvu. Na huyu kaandika kwamba kitu roho inapenda, kwa hiyo za kucheka. Huyu kaandika kwamba hata kama ni mchezo lakini Mungu ataendelea kuwavuruga tu, hamna namna. Na huyu kaandika kwamba tupigie, ameandika kwamba nashindwa kuelewa kabisa. Na huyo ameandika kwamba hawa wanatuchanganya tu, hamna lolote. Naam, hizi ni komenti za wadau wakitoa maoni yao juu ya swala la Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, kuandika barua ya kujiuzuru kwa sababu ambazo kaziainisha kwenye barua hiyo. Lakini kumekuwa na maoni tofauti, wengine wakisema kwamba huu ni mchezo wa CCM kuelekea 2030, wanamwandaa Dr. Emmanuel Nchimbi kugombea urais ili baadaye aje kuonekana ni mwema na kusiwepo na vurugu kama za 2025. Lakini wengine wanasema kwamba hata hiyo barua yenyewe itakuwa hajaandika yeye, ameandikiwa kama ilivyokuwa kwa Ndugai, kwa maana kwamba wamemfanya ajiuzuru kinguvu wala sio kwa hiari yake. Kwa hiyo haya ni maoni ya baadhi ya Watanzania ambao wanaona ndivyo inavyokwenda kwenye hili swala Dr. Nchimbi kujiuzuru, na inawezekana ni kweli au sio kweli, ni yeye mwenyewe kama kujiuzuru. Lakini yote kwa yote ni kwamba hii barua imekuwa ikisambaa ya Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzuru umakamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Una maoni gani mwanafamilia wa Sauti ya Dunia TV? Weka comment yako hapo, lakini nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi.